Kipato duni, uelewa hafifu, pamoja na hofu vimetajwa kuwa ni miongoni mwa sababu zinazokwamisha wananchi wengi kupata haki zao za msingi. Hayo yameelezwa na mtendaji wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS Kanda ya Iringa, Wakili Neema Abraham Mateka, wakati wa maadhimisho siku ya wanawake yaliyofanyika katika manispaa ya Iringa. Katika maadhimisho hayo, TLS kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Haki Tanzania walitumia fursa hiyo kutoa elimu ya sheria kwa wananchi waliojitokeza katika maadhimisho hayo, hususan wanawake. Naitwa Neema Abraham Mateka, ni wakili pia ni mtendaji wa Chama cha Wanasheria wa kujitegemea TLS kwa Kanda ya Iringa. Kwa kiwango tumefanikiwa kwa sababu tumepata baadhi ya wanawake wamepita kwenye banda letu, lakini pia tumetoa mawasiliano kwa ajili ya wanawake wengine ambao leo walikuwa pia wana kazi zingine waweze kupata endapo watapokuwa wana uhitaji wa kupata elimu na msaada wa kisheria. Kwa kupitia vyama tofauti na serikali yetu, kwa mfano chama chetu sisi cha Wanasheria wa kujitegemea Tanganyika Law Society, kwenye kila mkoa kuna kanda zetu, kuna ofisi za wanasheria wa hiki chama, lakini katika hizi ofisi kuna dawati la msaada wa kisheria huwa wanatoa, na pia tuna kamati kabisa ya msaada wa kisheria, na msaada huu huwa unatolewa kwa njia tofauti. Inaweza kutolewa kwa elimu, inaweza kutolewa kwa kuandaliwa nyaraka au kwa kusaidiwa mahakamani kwenda kuwakilishwa. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote na hasa wanawake kuelekea kilele cha wanawake wasiogope kuzipata ofisi hizi. Kwa upande wake, meneja wa shirika la Sauti ya Haki Tanzania Pascalina Ipanda amesema shirika hilo limejikita zaidi katika kutoa elimu ya haki za binadamu vijijini, ambako bado kuna changamoto kubwa ya uelewa juu ya masuala ya kisheria na haki za binadamu. Kwa majina naitwa Pascalina Ipanda, ni program manager wa shirika la Sauti ya Haki Tanzania. Sisi kama shirika tumepata mafanikio makubwa, tuseme toka tuje hapa Iringa tuna mwaka takribani wa pili, lakini tumeweza kuwafikia wanawake wengi sana ambao wamekuwa wakifika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata msaada wa kisheria, lakini pia wamekuwa wakifika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata ushauri mbalimbali juu ya masuala ambayo yanawasumbua kuhusu sheria. Mpaka sasa hivi tumelenga kuwafikia wale wanawake wa chini kabisa. Nikizungumzia wanawake wa chini namaanisha wale wanawake wanaoishi mazingira ya ndani, yani kule kijijini sana, ambao wengi wao wanakuwa hawana elimu ya kutosha kuhusu masuala mbalimbali ya sheria, lakini pia bado hawajui nini ambacho wanatakiwa kufanya juu ya matatizo ambayo yanakuwa yanawahusu. Amina Upete ni meneja mradi wa shirika hilo, amesema wameamua kushiriki maadhimisho hayo kwa lengo la kutoa elimu maalum kwa wanawake ili kuwajengea uwezo kutambua haki zao na namna kuzitetea. Kwa majina naitwa Amina Hamza Upete, ni project manager kutoka Sauti ya Haki Tanzania. Lengo ni kuhamasisha wanawake wenzetu wote wa mkoa wa Iringa waweze kuja kutoa changamoto zao katika, kama wana changamoto kwenye ndoa, jamii yao inaozunguka, kama kuna ukatili wa kijinsia unafanyika, kuna watu wamedhulumiwa mirathi. Kwa hiyo tunatoa elimu ya. Tumepata baadhi ya kina mama ambao wamekuja kwenye banda letu, tumewasikiliza changamoto zao, tukawapa namba zetu kwa ajili ya kuja kupata msaada zaidi wa kisheria. Wanawake tuliowapata kwa leo ni waelewa, na kwa kila mwanamke aliyekuja kuuliza taratibu za sheria kwa swala ambalo linamtatiza, kama ni ardhi, ni mirathi, ni ukatili wa kijinsia, tumewaelekeza, wametuelewa. Tunaomba wanawake wasio waoga wajitokeze kama wanapitia changamoto zozote. Kwenye shirika letu sisi kama Sauti ya Haki tunatoa msaada wa kisheria bure kabisa. Kwa hiyo wasisite kuja kututembelea na tukawapa ushauri mzuri kabisa. Maadhimisho siku ya mwanamke duniani yameendelea kwa jukwaa muhimu kwa mashirika na taasisi mbalimbali zinazojihusisha na haki za binadamu kushirikiana katika kuwaelimisha wananchi juu ya haki zao, huku wito ukiendelea kutolewa kwa wananchi kufuatilia na kudai haki zao kwa njia za kisheria.